Mbunge wa viti maalum mkoa wa Singida Mheshimiwa Jessica Kishoa ameonyesha kuguswa na changamoto za wananchi wa kata ya Mwanga, wilaya ya Mkalama mkoani Singida baada ya kufanya ziara ya kuwatembelea na kusikiliza matatizo yao. Katika ziara hiyo, alikutana na shule ya sekondari Mwanga ambayo inakabiliwa na changamoto ya ukosekanaji wa maji. Wanafunzi wanatembea kilomita 2 kufuata maji pindi wanapohitaji kutumia vyoo. Hivyo, Mheshimiwa Jessica Kishoa amesaidia kutatua changamoto hiyo kwa kutoa kiasi cha shilingi milioni 3 ili maji yaweze kupelekwa shuleni hapo. Vilevile alikutana na mama aliyetelekezewa mtoto mwenye ulemavu na watu wasiojulikana kwa zaidi ya miaka 6, hali iliyomlazimu mama huyo kuhangaika kutafuta msaada wa malezi ya mtoto. Mheshimiwa Jessica Kishoa aliguswa na mama huyo na kumsaidia kiasi cha shilingi 500 na kuahidi kuwa naye bega kwa bega katika malezi ya mtoto huyo. Aidha, alikabidhi kiti mwendo yaani wheelchair kwa mzee aliyekumbwa na ugonjwa wa kupooza pamoja na kukabidhi shilingi 500 kwa watu wawili wenye ulemavu, mitungi ya gesi kwa akina mama na jezi za mpira kwa vijana wa Mwanga. Ndugu zake ndivyo walivyokuja kumkataa. Sasa mama yake alipofariki, huyu mtoto nilimlea kiroho, nilimdhamini. Baada ya mama yake kufariki, bibi yake alichukua jukumu kufika nyumbani kwangu, akaniambia nishikie huyu mtoto, naenda sehemu nitarudi kuja kumchukua. Nilikubali kwa sababu nilimdhamini kiroho. Nikasema sawa mama. Akaondoka yule bibi, akawa ameenda mazima. Nikaendelea kumlea huyu mtoto. Hatimaye ikafika siku kama wiki 2, mtoto akaugua, akavimba. Alikuwa hajiwezi kula, nikaanza kumfanya namna ya kula. Ninamdumbukiza kwenye maji, akianzana mdomo ndio nampupia uchi. Anaendelea kunywa. Nikamlea huyu mtoto huko hospitalini, nikarudi nayo, wakanisaidia hospitali ya Haydom, wakanilipia dawa. Ndugu zake ndivyo walivyokuja kumkataa. Na hata sasa alikuwa ndugu yake mmoja hapa Mwanga. Nasikia ametoroka. Hawapo tena hapa Mwanga. Naendelea kumlea, huu mwaka ni wa 6 kwangu. Nilimchukua alikuwa bado mchanga mno. Naendelea kumlea, matumizi ni makubwa ndugu yangu. Kila siku lazima nimfunge. Ninakuwa na changamoto kubwa. Naombeni pale mnisaidie hata kalawa kitu, kupata namna hata ya kukalia na matumizi madogo. Mama ni kitu. Wewe ni malaika. Mungu amekutumia kumtunza huyu mtoto. Nataka niwaambie wananchi wa kata ya Mwanga, mnamfahamu huyu mama? Anaishi hapa. Na huyu mtoto ni kweli alipandikiziwa? Mama yake mnamjua? Alikimbia? Alifariki? Bibi ndo akakimbia? Sasa kwenye wilaya ya Mkalama natangaza kwa ujasiri mkubwa, nina watoto kutoka kwenye tumbo langu walioongezeka 2 wa Iguguno na wa kata ya Mwanga. Kuanzia sasa Kevin kuanzia sasa ni mtoto wangu. Inaumiza. Huyu mama mumtie moyo. Sawa. Nakupa shilingi 500 ya kuendelea kumhudumia. Kiti kinakuja na mengine mengi kwa wewe. Mwanga Na ndio maana leo nimekuja hapa. Nilivyoambiwa kwamba kuna shule ambayo unaenda kufanyia mkutano haina hata maji. Nikauliza maji kupeleka hiyo shule ni kiasi gani? Nikaambiwa ni milioni 2.4. Nikasema nawapa milioni 3 na ufundi umalize kazi. Viongozi wangu, wasaidizi wangu, ninaomba mnikabidhi shilingi milioni 3 nikabidhi kwa uongozi wa kata hii.
nataka mpaka wiki moja inayokuja hapa maji yaingia kwenye hii shule. Msaidizi wangu alivyoenda kwa mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji akasema kwamba nina wananchi wana changamoto wengi, lakini kuna mzee mmoja yani anahangaika sana, tunaweza tunamsaidiaje? Nikamwambia kwa sababu ya umuhimu wa kazi aliyokuwa anaifanya na kugusa maisha ya wananchi kwa kuwashonea viatu, na wanamjua na wanampenda, basi kwa kuanzia kwa changamoto alionayo nampelekea kiti cha kukalia na nimekuja nacho. Hichi kiti kitamsaidia baba sana. Bahati nzuri ni kiti ambacho hata kienda kujihudumia kuna vifaa ambavyo atavitumia, itakuwa ni rahisi, wala hutapata tabu tena. Utampeleka kumhudumia bila kuhangaika kumbeba. Nataka niwaambie jambo moja, tuwapende, si ndio? Tufanye nini? Tuwapende, tuwahudumie. Hawakuzitaka changamoto walizonazo, lakini sisi ambao tuna nafasi ya kuwasaidia tufanye hivyo. Na mimi natoa wito kwenu nyinyi nyote, utakapoguswa kumshika mlemavu usimwache. Yeye akupenda kuwa hivyo alivyo. Sawa sawa? Ndio maana nafanya hichi ninachokifanya hapa. Wala sio maigizo. Hao wote ninawasaidia wala siwajui. Hakuna wasaidizi wangu anawajua. Hao ambao haikuwajua. Ukiuliza wote hao wasaidizi wangu hakuna naye wote. Mama, nitaomba mumsaidia kumshusha. Saidia 500 nitakusaidia mama yangu. Nimeenda Iguguno nimekuta changamoto kama hizi. Kuna mtoto mmoja anaitwa Musa pale Iguguno. Mama yake alipoona amemzaa amemkuta na ulemavu akamkimbia. Baada ya kumkimbia mtoto akawa anahangaika stendi kutafuta chakula. Siku kwenye mkutano wangu kama hivi akaja kama hawa. Nataka niwaambie nimempa kiti na ninamjengea nyumba. Leo mama yake ananipigia simu ananiambia mimi mama yake na Musa naomba kukuona. Nikamwambia mimi ndo mama yake na Musa sio wewe. Tunaelewana sawa sawa? Lazima tupendane. Lazima tuoneshane upendo. Mkalama itajengwa na upendo. Tumeelewana sawa sawa?